kama tulivyokujuza tuko na afisa habari na meneja wa mawasiliano pia wa klabu ya TRA United ambao wanasema Pira City, Pira Kodi, Pira EFD. Tuko na Christina Mwagala in the house tayari kwa ajili ya kuunguruma kupitia kipindi cha Kocha Michezo. Nazungumzia The Scoreboard. Bana Mwagala, mambo vipi? Salama, habari? Kwa vizuri? Mungu ni mwema. Nashukuru Mungu tuko salama na kila kitu kinakwenda vizuri. Yeah. Bana wadau wa The Scoreboard walikuwa wanatamani sana kukuona na kukusikia kwa sababu wamekuwa kukusikia kwa simu mara kwa mara. Tukasema bwana tutawaletea Mwagala kwa sababu sasa hivi TRA wako Arusha. Na Arusha ndo nyumbani na IAA pia ni Arusha. Na wadau wetu wengi wanatufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, tukasema sio mbaya. Habari za Dar es Salaam? Dar es Salaam ni nzuri na mimi pia kipekee nashukuru kwa kuweza kufika katika eneo hili. Naweza kutembea kuanzia getini, kwa eneo ni kubwa sana. Kwa hiyo nimetembea sasa kumbe parefu. Zile tempo za zamani sasa kumbe ni parefu hivi. Kwa hiyo jasho muhimu. Kwa hiyo muhimu, na napenda kushukuru kwamba kwa kuweza kunipa nafasi. Ni mara yangu ya kwanza. Kabisa. Natamani kufikia vyombo vyote vya habari ambavyo vipo katika mkoa wetu wa Arusha. Baada ya kufika Arusha ni sahihi, lakini kwenye TV online kwa maana kwenye redio nimepita baadhi, lakini sio zote. Lakini lengo letu sisi kama idara yetu ya habari ni kuhakikisha kwamba tunawafikia vyombo vyote vya habari na lengo ni kuweza kuwaweka karibu, tuweze kushirikiana vizuri kwa sababu TRA United ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipa kodi wote. Na kwa sasa ipo katika mkoa wa Arusha tukitumia uwanja wa Shamra Bed kama uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo ni timu ambayo bado tupo sana. Kwa sababu sio timu ambayo inashuka wala itacheza playoff. Ni timu ambayo itakwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tunaamini kwa muda wote huo ambao tutakuwepo kama msemaji wa timu, basi tutaendelea kuwa pamoja, na niwapongeze kwa kuweza kutupa ushirikiano mkubwa, lakini pia na nafasi ya leo hii kuja studio. Bana Mwagala, maisha mazuri bwana. Obviously siku zote maisha ni mazuri. Hakunaga maisha mabaya. Unapoamka asubuhi, ukiamka salama, ukiwa na afya njema, unamshukuru Mungu. Kama mimi nimetoka Dar es Salaam asubuhi, saa 2, saa 3:15 niko hapa. Kwa hiyo yote ni neema ya Mwenyezi Mungu na tumeweza kuungana pamoja kwa muda huu kwenye kipindi. Sawa, bwana Christina Mwagala, tunatamani kufahamu mapokezi ya yenu kutokea kwa sababu mlikuwa mkoani Tabora. Hicho mlikuwa mnaitwa Tabora United. Kwa sasa ni TRA United. Ndio. Mapokezi ya ndani ya mkoa wa Arusha baada ya kutoka Tabora kuhamia Arusha yalikuwaje, na transformation nzima ya kutoka Tabora United mpaka kuja kuwa TRA United pia? Kimsingi kwa mapokezi tuna doubt na zaidi ni kuappreciate kila siku kwa kile ambacho tumekutana nacho hapa mkoani Arusha. Tumepata sio tu mapokezi, yani hata ule ushirikiano wa kuweza kuwa pamoja, mwitikio wa watu, namna ambavyo wanakuja kuisupport timu yetu uwanjani. Hicho pia ni kitu ambacho kimetupa backup kubwa, na ndio maana umeona TRA tangia imefika hapa haijawahi kupoteza mechi. Tupoteza mechi tukiwa ugenini dhidi ya Simba. Lakini lakini kwa Arusha imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuappreciate na kuona kabisa kwamba wana Arusha wana ile dhamira ama wametupokea kwa moyo mmoja, kuona kabisa kwamba ni timu ya Watanzania, ni timu ya walipa kodi, ni timu ambayo kimsingi ipo kwa ajili ya Watanzania wote. Na ukiangalia timu zipo nyingi, lakini timu ipi ambayo inaweza ikaenda kuwapa furaha wa Tanzania ni TRA United Sports Club. Kwa hiyo ndio maana tuko comfortable. Hata mimi nikienda nyumbani Dar es Salaam nikirudi nakuwa niko comfortable kwa sababu nimetoka nyumbani narudi nyumbani kutokana na mazingira na namna ambavyo tumekuwa tukiishi hapa Arusha. Bana sawa, mimi niwapongeze TRA United kutokana na mengi ambayo mnayafanya. Lakini kwa kabla hatujaingia kwenye yale mengi ambayo tunataka tuyazungumze, kwa sababu tunajua na michezo mizito sana inayokuja mbele yenu. Mwagala, unajisikiaje kuwa afisa habari na meneja wa mawasiliano wa klabu ya TRA United? Na yeye ndio afisa habari wa kike peke yake Tanzania kwa sasa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Kusema ukweli, cha kwanza kabisa mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kukaa katika industry hii sio jambo dogo na sio jambo jepesi.
Kwa hiyo lazima umshukuru Mwenyezi Mungu pale ambapo anakupa heri, anakupa baraka na kukupa uwezo zaidi wa kuweza kuendelea kufanya kazi. Tuna timu 16 za ligi kuu. Tuseme 15, 16 ni TRA. Ambayo katika hizo timu zote TRA peke yake ndo timu ambayo au taasisi ambayo imekubali na kuona kabisa kwamba tukimpa mtoto wa kike nafasi ya kuisemea klabu itakuwa ni jambo kubwa na anaweza akafanya kazi vizuri. Kwa sababu ukizungumza TRA United Sports Club ni timu ambayo inamilikiwa na taasisi kubwa ya serikali. Yaani ndio nchi ilipo. Yaani ndio nchi ilipo. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kwenda kupewa hii nafasi ambayo nayo ya kuizungumzia klabu kubwa ambayo Watanzania wote yaani ukiacha hizi timu za nyingine za kurisi, kuna ile timu automatically ambayo kwamba yani ipo, yaani kwamba hii ni ya kwetu. Yaani sio jambo dogo. Kwa hiyo kwa kikubwa hicho najisikia faraja, lakini natamani sana kuona timu nyingine zinawaamini wanawake. Kwa sababu tumetoka kutoka kwenye mwezi wa kina mama, mwezi wa 3 na tumeingia mwezi wa 4. Ukiangalia katika industry ya mpira wa miguu wanawake wako wachache sana. Katika nafasi nyingine kubwa nimeona Simba Sports Club wanasio mwanamke. Ukitoa Simba hakuna timu nyingine ambayo ina mtendaji mkuu mwanamke. Hakuna. Lakini ukitoa TRA, ukija upande wa TRA kuna imemwamini mwanamke kumpa nafasi kubwa ya kuisemea taasisi. Si unaelewa? Yes, Christina Mwagala. Kwa hiyo vilabu vingine bado havijaamini katika uwezo wa mwanamke. Na ukiangalia ni watu ambao tunafanya kazi vizuri, sijisifii, lakini tunashukuru Mungu kwamba tunapata support. Kwa maana ili uone unafanya kitu watu wanakifuatilia ni ile background ama result ama backup unakwenda kuipata kutoka nje. Kwamba mimi niko hapa Arusha, nipo TRA nazungumza, ukikutana mitandaoni, ukikutana mtaani watu wanavyozungumza unaona kabisa unasema kabisa Mungu asante kwa hiki ambacho nimekuwa nacho cha kuweza. Ujue kukaa hivi kuacha mtu aache na kazi yake afu akaanza kusikiliza, hiyo ni kitu kingine. Yaani lazima uwe na kitu cha tofauti. Lazima yaani lazima uwe na ladha. Swali langu linaweza likawa ni kama afisa habari pekee wa kike kwenye ligi ya NBC, ni changamoto gani ambazo unakutana nazo? Na je, maafisa habari wengine pia wa timu zingine ambao ni wa kiume, kuna ushirikiano ambao wanakupatia ili kuhakikisha kazi inaenda sawa? Unajua kwenye mpira kila mtu anafanya kazi kwenye ofisi yake. Na mpira hauna collaboration. Yaani kama mimi nitachukua kitu cha Simba, cha Azam, cha Namungo. No, lakini yani huje no. Yaani mimi kwa mfano mimi ni afisa habari wa TRA. Ninachokifanya mimi hawezi kufanya mtu wa Simba. Sasa si ndio? Yaani kuna vitu ambavyo wewe unaweza ukavifanya yule asivifanye. Na kuna kile ambacho mnaweza mkakorabo. Lakini sio moja kwa moja kwamba mimi asubuhi nimeamka nimefanya hiki na wewe utaamka utafanya hiki. Na siwezi kuchukua mawazo ya afisa habari wa media fulani wa afisa habari wa timu fulani yale ndio nikahamishia kwangu. Kwa kila mtu lazima uwe na ya kwako. Ila yule anayependa kufanya anaweza kaifanya, sio akaikopi na kupaste, ila akaitengenezea kuiboresha zaidi. Ala mtu anaweza asijue kabisa kwamba huyu hichi kitu amekikopi kutoka kwenye klabu fulani. Kwa hiyo nakwambia katika kazi zetu sisi siwezi kufanya kazi mimi nikamtegemea mtu wa timu fulani, afisa habari wa timu fulani akifanya yeye na mimi ndo nichukue nikifanya. Hapana. Kwa hiyo lazima kila mtu awe na cha kwake. Kwa sasa hapo ndio pale sasa unapotafuta wewe cha kwako ili na yeye mtu awe yaani msikilizaji, mtazamaji, fans hawezi na wewe kuweza kusema hebu ngoja leo nimfuatilie Christina Mwagala amefanyaje. Kwa maana akikuta cha kwangu unachokifanya alafu ndo nimechukua mawazo nimebeba kile cha timu nyingine ndo nimekifanya huku, anaona huku si tayari nakipata na mimi huku nitafanya kitu gani. Nimependa swala la Maira kabla tuingie kwenye swala la maendeleo ya timu na vitu kama hivyo. Kipindi cha nyuma I think kama ni mwaka jana kama sikosei
kuna baadhi ya maneno yalizuka kwenye mitandao ya kijamii ikikuonyesha ni kama mlikuwa mkirushiana maneno na afisa habari mmoja wa klabu ama nchini Tanzania. Nikikwambia utakuwa unanielewa au niende direct, ni afisa habari wa Young Africans. Sijawahi kuwa na kuna story niliziona zikiwa zinasambaa na yeye mwenyewe alizungumza, niliona clip yake akiwa anazungumza, ni kama alikuwa anasema wanaku comfort kama afisa habari mwanamke. Unajua kama ulivyozungumza, wewe ni mwanamke peke yake ambaye unaisemea TRA United. Kuna tofauti umeshaikuwa nao, sio ya kibifu, lakini ni ile ya kikazi, kwenye ile namna gani ambavyo unaitetea taasisi yako na yeye anaitetea taasisi yake pia. Mimi siwezi kuwa na tofauti na mtu. Sijawahi. Yaani kwenye kazi zangu sijawahi kuwa na tofauti na mtu. Yaani the things ambacho mimi najali kazi. Ila kuna maneno uliyasikia kipindi hicho ambayo alikuwa anazungumza. Sijui, lakini mimi sijawahi kuaga na interaction na mtu. Kwa sababu mimi ambacho nakifanya, kazi yangu ni kuisemea taasisi yangu. Natakiwa kuhabarisha umma nini kinaendelea katika timu yetu ya TRA. Natakiwa kuhamasisha namna na umuhimu wa ulipaji wa kodi. Natakiwa kuhamasisha watu waweze kufika uwanjani kwa ajili ya kuisupport timu ya TRA United, lakini pia natakiwa kuwaunganisha Watanzania pamoja na timu yetu ya TRA. Yaani ndio majukumu yangu. Kwa hiyo majukumu yangu. Kwa hiyo kuanza kufanya kuinteract na mtu mwingine labda kwenye mambo ambayo sio kwangu. Ila wewe na habari zako mnawasiliana labda alikama mnaweza kupigiana. Yaani tunawasiliana pale ambapo kuna sababu ya kuwasiliana. Yaani nikiwa nina sababu, mathalan kama tunacheza na Singida Kishukutu. Obviously lazima nitawasiliana naye. Unakuja Arusha, karibu. Tupange programu ya kwenda kwenye vipindi kufanya hivyo. Alikama mnawasiliana yaani kufanya, yaani wakati si mechi hii sikumuona. Yes, kuonana kabisa. Mimi sikuona naye. Kwenye ile mechi sikuona. Kwanza hata sijui kama alikuja. Yaani sijui, kwa maana kwamba hata kwenye mechi sikujua kama alikuja. Ila namba yake unayo? Namba ninazo za maafisa habari wote, namba ninazo. Namba zao tunazo. Yaani mimi hakuna namba ya mtu ambaye sina. Na siwezi kuacha kuwa na namba ya mtu. Kwa sababu tupo kwenye grupu moja. Kwenye grupu moja tuko maafisa habari wote. Yaani tupo kwenye grupu moja la maafisa habari. Kwa hiyo maafisa habari wote. Namba ipo kwenye grupu lakini sio kwamba umesema. Namba ipo kwenye grupu. Kwa hiyo ukimhitaji mtu unachukua kwenye grupu. Yaani sio kwamba eti ipo kwenye simu yako. Maana yake hapa sasa anamaanisha kwamba save namba ya afisa. Yaani my dear. Hivi kwani unaweza ukasave namba za watu wote? Ni ngumu. Unaweza? Baadhi unaweza ukasave. Kwa sababu mtu tupo naye kwenye grupu moja. Kwa hiyo nikihitaji kitu nitamface kwenye grupu. Au nitamfuata DM. Kwa sababu wote tuko kwenye grupu moja. Sawa Magala, tusheleke leo. Twende kwenye klabu ya TRA United. Niwapongeze. Mko nafasi ya 10. Kwa kweli mmetoka nafasi ya 13, sasa hivi mko nafasi ya 10 kutokana na baadhi ya michezo ambayo mmeshinda. Unaiona vipi performance ya klabu ya TRA na mwenendo wa timu? Na kama tunafahamu kwamba ligi ni ngumu, kila mtu anapambana kuhakikisha kwamba anazidi kufanya vizuri. Na ukizingatia mna michezo miwili migumu dhidi ya Singida Black Stars na Wekundu wa Msimbazi Simba siku ya tarehe 9 katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Kwa sasa kikubwa ambacho tunacho focus ni kuitazama kwanza mechi dhidi ya Singida. Kutazama mechi dhidi ya Singida tarehe 5 na baada ya hapo pia tutakuwa tuna muda wa kufocus mechi dhidi ya Simba tarehe 9. Na sisi kwetu tulivyomaliza mechi ya Simba tarehe 22 ya mwezi uliopita hatukuwa na sababu ya kuweza kuvunja kambi. Na badala yake timu ilitoka Dar es Salaam ikarudi moja kwa moja Arusha, tukaanza maandalizi. Kwa hiyo tumekuwa na maandalizi mengi kwa sababu tulikuwa tunajua tarehe 5 tunacheza mechi ya ligi na Singida Black Stars, lakini tarehe 11 tulikuwa tunakwenda kucheza mechi ya FA dhidi ya Namungo. Kwa hiyo kwenye maandalizi ambayo tulikuwa tunajiandaa kwa hizo mechi mbili. Lakini pia na mechi nyingine ambazo zingekuwa mbele. Jana imetoka ratiba kwamba baada ya mechi ya tarehe 5 tutakuwa na mechi nyingine tarehe 9 dhidi ya Simba, ambayo ni mechi ambayo ilipaswa kuchezwa awali na timu zote zilifika uwanjani, lakini kutokana na changamoto ya mvua mechi ile ikawa haikuchezwa. Kwa hiyo sasa bodi wameshaipangia tarehe. Kwa hiyo nitumie nafasi hii sasa kuambia Watanzania mechi ambayo tulikuwa tunaisubiria kwa sababu kulikuwa kuna changamoto kidogo kwamba watu walikuwa wameshalipa viingilio vyao na mechi haikuchezwa, iliahirishwa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanauliza sasa baada ya hiyo kuahirishwa sasa zile
mechi zetu ama zile fedha viingilio ambavyo tulikuwa tumevilipa tunakwenda kuvitumia wapi, na watu wengi walihisi labda fedha zao zitakuwa zimepotea. Kwa hiyo sasa na walihisi kwamba mechi sasa dhidi ya Simba inaweza isichezwe tena Arusha, ikatolewa ikapelekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo ambacho nipende tu kuambia kupitia hapa kwamba mechi sasa ni tarehe 9 na itachezwa katika uwanja wa Shamri Abed hapa mkoani Arusha, na viingilio ni vile vile. Viingilio ni vile vile wale ambao walikuwa wameshakata tiketi zao, lakini mechi ikawa bado haikuchezwa, iliahirishwa. Kwa hiyo na maana kwamba wana nafasi sasa hizo kupitia kwenye hiyo mechi, zile tiketi ambazo walikuwa wamekata, kwa hiyo watazitumia sasa kuingia katika mechi dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na wasiwasi mechi itachezwa hapa, itapangwa huku na huku, ndugu zangu, mechi ni Arusha kama ambavyo nilikuwa nikiwaeleza awali, na itachezwa Shamri Abed. Kwa hiyo tutunze, kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza, tutunzeni zile kadi zetu ambazo ndio tutazitumia kwenda kuingia. Kuna mtu alikuwa anakuambia nimelipa ile kadi, karatasi ilichano. Ile karatasi kuchanwa hakuna shida. Yani kwa sababu unapokwenda kununua tiketi kwa mfumo wa N-card, unanunua tiketi yako unaweka ile kadi, inatoka karatasi kama receipt. Lakini fedha inakuwa ipo ndani ya kadi. Kwa hata kama ile karatasi ya receipt yako ilikuwa imechanwa, wewe ukija na ile kadi yako ukipanchi, wewe unafanya nini? Unaingia uwanjani. Kwa hiyo watu walikuwa na wasiwasi, nafikiri sasa ni muda wa kujiandaa na tarehe 9. Lakini kabla ya tarehe 9, hiyo ilikuwa ni ufafanuzi kuhusiana na mechi ambayo tayari imeshapangwa, na ni mechi ambayo watu wengi walikuwa wanaitazama kwa shauku kuona itakwenda kuchezwa wapi. Kwa hiyo tukirudi nyuma sasa, tutakuwa tuna mechi tarehe 5 siku ya Pasaka. Tupo kwenye wiki kuu hii. Kwa sisi wa Kristo tupo katika wiki kuu, lakini katika wiki kuu hiyo kwenye kazi ya mpira hakuna sikukuu wala weekend. Kazi ni kazi. Kwa hiyo hakuna Pasaka saa 10 Shamri Abed. Asubuhi nitaenda kanisani. Pilau lako la asubuhi pale, mchana jioni. Asubuhi naenda kanisani, mchana unakula pilau lako. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba watu hawaharibu pilau la Pasaka. Hapana, hicho kitu hakiwezi kutokea. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akaharibu furaha ya Pasaka, kwa sababu kama ambavyo tumekuwa tukifanya mwanzo tangu TRA tulivyohamia hapa mkoani Arusha, ndio hivi ambavyo tunakwenda kuendeleza. Sasa Magala, Mairo, utasogea na kuzungumza na Magala, lakini ni kazi kwenye game ya Simba dhidi ya TRA United ambayo iliahirishwa siku ya tarehe 15 mwezi Machi kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha. Kumekuwa na ingia toka sana za mchezo wa Simba dhidi ya TRA United. Achana na mchezo ambao umeenda kupoteza goli 3-0 Dar es Salaam, lakini mchezo wa nyumbani ambao ulikuwa ulipigwa tarehe 15 uliahirishwa tena kutokana na mvua kubwa, na nilikusikia pia ukizungumza na waandishi wa habari baada ya kushindikana kuchezwa kwa mchezo huo. Kumekuwa na extras nyingi zinatokea. Kama TRA United, mnaonaje mchezo huo ambao mnauelekea? Inawezekana kuna mambo fulani ambayo hayako sawa, kwa sababu nilikusikia pia unazungumzia masuala ya wazee na vitu kama hivyo, japokuwa hatuamini kwenye vitu kama hivyo. Mchezo huu unaelekea tarehe 9. Mnautazama vipi na nini hasa kinakuja kwenye mindset zenu kutokana na hizi game kuahirishwa kila wakati? Kwa sasa hivi kuzungumzia zaidi mechi ya Simba hapana. Yaani nasubiri muda ambao ukifika tukianza kujadili mechi ya Simba. Ambao yazungumza baada ya game kuahirishwa tena baada ya mvua kunyesha. Sasa tulishazungumza wakati mechi imeahirishwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa sababu tuna mechi dhidi ya Singida tarehe 5, kwa sababu tutakwenda kucheza mechi ya ligi na Singida tarehe 5, lakini pia tuna mechi hiyo ya tarehe 9. Kwa hiyo kwa sababu leo tunazungumza tarehe 2 na tarehe 3 tuna kesho na kesho kutwa. Baada ya hapo tuna siku ya Jumapili. Baada ya kumaliza tuna upana mzuri kuanzia Jumatatu ya Pasaka. Kwa hiyo hapo tutakuwa na ile nafasi sasa kubwa ya kuweza kuijadili sasa mechi dhidi ya Simba Sports Club. Sawa, chambuzi. Naam. Magala huyo hapa bwana. Mpaka sasa Mwagala TRA mko nafasi ya 10 kwenye michezo 16 ambayo mmecheza. Mmeshinda michezo 5, mmesare 5, mmepoteza michezo 6. Mna alama 20, mko nafasi ya 10 kwa mechi 15 za raundi ya kwanza. Kwenye malengo ambayo mlijiwekea kama klabu kwa raundi ya kwanza, mko ndani ya malengo? Malengo bado tunaye, kwa sababu hakuna kitu ambacho tumemess up mpaka sasa hivi.
Ligi ni ngumu na sasa hivi haina ukienda kwako unashinda, ukiwa ugenini unashinda. Yaani popote pale ukienda unashinda. Inategemea sasa wewe umejipanga vipi kwenye mchezo husika. Mathalan tumeona jana amecheza Singida dhidi ya Azam FC. Singida akapoteza akiwa kwake. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo ndio tafsiri ya ligi ni ngumu. Mwanzo ilikuwa tunaamini kwamba ukiwa nyumbani lazima ushinde. Lakini wanaoweza kushikilia hiyo kauli ukiwa nyumbani lazima ushinde ni TRA. Na tangu mnakuja Arusha mjapoteza mchezo. Natangia tumekuwa, ndio maana nimekwambia hii rekodi itaendelea. Kauli hiyo ambayo timu pekee inaweza ikaishikilia ni TRA United. Wewe wajiandae yote, na nimekusikia ukiwa unasema kwamba yote atakayekuja Arusha hawezi kuondoka na yani hawezi. Yani huo ni mkataba kabisa ambao tayari tumeshasaini. Vipi kuhusu swala la mabadiliko ya ratiba? Tumekuwa tukishuhudia bodi ya ligi wakifanya mabadiliko ya ratiba mara kwa mara. Hili kwenu nyinyi maybe kwa namna moja ama nyingine lina athiri maandalizi yenu kuelekea? Hakuna, kwa sababu ratiba inapopangwa ipo, kwa sababu ndio maana ya ligi. Yani ligi ni kama mbio za marathon. Unatakiwa uwe tayari kwa muda wote. Yani unapokuwa kwenye mbio zile za marathon huwezi kusema mimi nilikuwa sijajiandaa kukimbia. Yani yule mwongoza mbio akisema basi wewe uko nyuma, kama ulikuwa nafasi ya mwisho unatakiwa ukimbie mpaka kwenye nafasi ile kule ya kwanza. Kwa hiyo ambacho ninachoweza tu kusema ni kwamba ratiba inapokuja sisi kama TRA tunaipokea kwa mikono miwili, na baada ya hapo tunaanza kuifanyia kazi. Kama awali nilivyozungumza, nilikuwa nasema tulikuwa tunajiandaa na mechi dhidi ya Singida, lakini pia tulikuwa tunajiandaa mechi dhidi ya Singida na baada ya pale tarehe 5, tarehe 8 tunakwenda kwenye mechi. Tulikuwa tunaanza safari kutoka hapa Arusha kuelekea Ruangwa kwa ajili ya mechi ya tarehe 11. Lakini imeingia mechi ya tarehe 9. Kwa hiyo wewe, kwa sababu ligi na upo kwenye ligi unatakiwa kubaliana na kila kitu ambacho kinajitokeza kwa wakati huo. Ndio maana tunasema ligi ni kama mbio za marathon. Hivyo hatuna sababu ya kusema tutaanza kulalamika ratiba imekuwa hivi. By then ukiangalia na tubana, unacheza tarehe 5, unacheza tarehe 9, alafu unacheza tarehe 11 ambao unatakiwa kusafiri utoke Arusha uende Ruangwa. Lakini lazima utimize wajibu na majukumu na lazima ujiandae. Sisi hatuhitaji tupoteze mechi tuseme tuna excuse ya ratiba, kwa sababu unapocheza ligi kuu ya NBC soka Tanzania wewe tarajia muda wote. Yani ni wewe ukiamshwa sasa hivi. Hawa watu ambao wamekuwa wakilalamikia ratiba mara kwa mara, kila mtu ana utawala wake na kila mtu ana sera zake. Kila mtu ana sera zake, lakini sisi kwetu kama TRA tujawahi kukaa na kuanza kusema ratiba, kwa sababu unapokuwa kwenye ligi lazima ujiandae. Ujiandae. Yaani ni uko kwenye vita, kwa lazima ujiandae kwa chochote. Kwa kama sisi tulijiandaa tarehe 5 na tarehe 11, imekuja ratiba ya tarehe 9. Huwezi kusema sisi hatukujiandaa na ratiba ya tarehe 9. Tulijiandaa na ratiba ya tarehe 11. Kwenye ligi hicho kitu hakipo, na sio tu kwetu, dunia nzima. Yes. Magala, natamani tuzungumzie mchezo uliopita wa Young Africans ambao mlipata draw. Ilikuwa ni goli 1-1. Nadhani kabla ilikuwa bila. Ilikuwa bila. Ngoja tumalize hapo. Mchezo wa Young Africans ilikuwa bila, uwanja wa Sheikh Amri Abeid, na ikaja game ya Simba lakini ikamalizwa kuchezwa. Lakini TRA United ni kama mlionekana mlifurahi kupata sare ya bila kufungana na mkaondoka na pointi moja dhidi ya Young Africans. Nadhani yalikuwa ni matokeo sahihi kwenu, na kama hayakuwa matokeo sahihi kwenu, mbona kama mlionekana mmefurahia kile ambacho kilitokea? Kimsingi mechi tayari imeshapita. Yaani mechi ambayo tayari imeshapita, kwa hiyo kwa sababu ni mechi ambayo imeshapita, hatuna sababu ya kuendelea kujadili kwa sababu yani hapana. Kwa sababu tumetoka kucheza baada ya mechi na Yanga, tukacheza mechi na Simba, sasa tunakuja kucheza mechi na Singida. Kwa hiyo ile sio mechi ambayo tunatakiwa tuirudie. Tuifanyie backup kwa sababu tayari ni mechi ambayo ilishapita, na kwa sasa tunatakiwa tufocus kwa sababu hata ile matokeo sasa hivi huwezi kuhamishia kwenye mechi ya mzunguko wa pili mkikutana. Sawa. Obviously nadhani ile inabaki ile na hii inabaki hii. Sawa, nadhani tukizungumzia mchezo wa Singida ambao utachezwa tarehe 5 pale Sheikh Amri Abeid, kwenye michezo mitano ya nyuma ambayo imepita,
TRA imeshinda mchezo mmoja, Singida imeshinda michezo miwili na sare michezo miwili. Mchezo dhidi ya Singida umeonekana kuwa ni mchezo mgumu sana wenye upinzani mkali, unaweza kusema kwa siku za hivi karibuni. Nani sasa una upinzani mkali? Yaani timu zote mbili. Kwa sababu tukiangalia hivi mnajua Singida sio timu tishio hivyo kama ambavyo mnaichukulia. Sasa kwa nyinyi yaani Singida ni timu mchezo mnauchukulia kwa picha gani? Ni sawa. Yaani labda kama mnapima ukubwa au mnapima sijui waga mnapima kupitia nini. Sasa swali langu ni kwamba ndio maana nimekwambia kwamba mmeonekana kuwa na upinzani mkali kwa sababu kwenye rekodi ya michezo ambazo zimepita Singida ameshinda mechi 2, sare mechi 2 na nyinyi mmeshinda mechi 1, si ndio? Kwenu mchezo wa aina hii mnakwenda kukabiliana nao vipi? Yaani Singida kashinda mechi 2. Pia kwenye michezo 5 iliyopita Singida kwenye michezo 2 ameshinda mchezo mmoja, sare mechi 2. Sasa akawa anazungumza kwamba huu mchezo mnautazama vipi mkiangalia rekodi? Katika ukiangalia kwa rekodi sisi kwanza tupo juu zaidi kuliko Singida. Kwenye performance yes, kwenye performance. Yaani TRA ndio timu ambayo imeweza kumfunga Singida akiwa nyumbani kwake kwa idadi kubwa ya magoli. Umeelewa? 3-1 ilikuwa Disemba 6. Umeelewa? Sasa ukiangalia career au type ya wachezaji ambao anao Singida na TRA, wachezaji wa TRA ndo wana ule value kubwa. Yaani wana ubora mkubwa zaidi kuliko wachezaji. Kwa hiyo ambacho mimi na appreciate ni kile ambacho wachezaji wetu namna ambavyo wanapambana. Sisi wachezaji wetu wa TRA hata ukiwaambia wanacheza na Mamelodi hapa. Yaani TRA wachezaji hata ukiambiwa wanacheza na Al-Ahly, wanachoangalia ni 11 kwa 11. Al-Ahly 11, TRA 11. TRA 11, Mamelodi 11. Sijui PSG 11, TRA 11. Tunachokiangalia sisi ni ile uwiano wa wale, kwa sababu hakuna mtu anacheza 13, 16, 10 ngapi, hamna. Wote tunacheza 11. Kwa hiyo kama wote tunacheza 11, value kubwa ya wachezaji wetu wa TRA ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kuanzia kwenye miguu mpaka kwenye ufahamu, kwenye akili. Yaani anajua tunaiendeaje hii mechi siku ya leo. Tunacheza na Singida. Hapa saizi kila mchezaji anajua hii mechi tunatakiwa tuende vipi ili tuweze kupata ushindi. Kwa hiyo kuanzia miguu mpaka kwenye brain inaongea, inatafsiri, inafikiria, inapanga, inatengeneza rekodi kwamba tuende tukafanye nini ili tuhakikishe kwamba tunakwenda kuwapa furaha wa Tanzania. Na Watanzania sisi wanachokihitaji katika timu ya TRA, wao hawahitaji mpira wa miguu na matokeo matatu. Wanachokihitaji ni kuona TRA inashinda. Kushinda ndio kitu ambacho mnakizingatia. Watanzania yes, na ndio kitu ambacho tunachokizingatia. Magera tusogee chapu kwa sababu ndio umekimbia. Tutaenda kwenye maandalizi ya mchezo dhidi ya Singida Black Stars mpaka sasa yako vipi, lakini kuna issue ya matengenezo ya viwanja kwa klabu. Yaani kwa sasa hivi kwenye ligi yetu ya Tanzania tunaona klabu nyingi sana zinapambana kuhakikisha kwamba zinapata viwanja vyake wenyewe na kuhakikisha kwamba hawapati changamoto za kuhama kiwanja kimoja kwenda kiwanja kingine. Tunaona Young Africans, Wekundu wa Msimbazi, Simba pia wameendelea kuzungumza swala la kujenga viwanja, lakini pia ndugu zenu ambao mnacheza nao siku ya Jumatano, si ndio? Jumapili tayari wana uwanja wa Airtel Stadium. Kwa TRA United mnalitazama vipi swala hili na mna mipango yoyote kuhakikisha kwamba mnatengeneza stadium yenu kwa ajili ya kuhakikisha mpate changamoto ya kutoka huko kwenda huko? Yaani kwanza sisi viwanja vyote kwenye nchi yetu vyote si vya kwetu. Vyote si vya kwetu. Ni mali yenu. Yaani hata kile ambacho wanatumia Singida pale ni cha kwetu. Stadium ni cha kwao. Yaani nisikilize, viwanja vyote mpaka Azam Complex pia vyote, viwanja vyote Tanzania ni vya kwetu TRA. Yaani ni vya kwetu viwanja vyote. Kwa hiyo sisi ndio serikali. Kwa hiyo viwanja vyote ni vya kwetu. Na lazima wote. Yaani hata cha Singida kile ni cha kwetu. Ni cha kwenu kwa sababu mnachukua baadhi ya ni cha kwetu. Kile ni cha kwetu. Anakusikia lakini kuna kile ni cha kwetu. Ushaelewa? Sisi walikafu katika timu ambayo sasa ipo na ina kila kitu ni TRA. Yaani TRA ndio timu pekee hata training, uwanja wa mazoezi ni mzuri. Yaani ndio timu pekee ambayo inafanya mazoezi kwenye uwanja mzuri.
Kwa hiyo sisi ambacho tunachotaka kukifanya zaidi ni kuweza kuboresha zaidi. Umeelewa? Yeah. Yaani ni kuboresha zaidi. Kwamba hiki tulichokuwa nacho tunapaswa tukiboreshe kikubwa zaidi. Tunatamani siku moja tuwe na TRA Stadium. Umeelewa? Yaani tunatamani, yaani achana hilo swali, nimekwambia si vyote ni sisi, vyote ni vya kwetu. Yaani sisi tukisema tunatoka hapa tunaenda Singida tutatumia. Tukitoka tunaenda Dodoma tutatumia. Tunakwenda Benjamin Mkapa tutatumia. Yaani popote TRA. Kuna uwanja mwingine Arusha hapo unajengwa. Yaani TRA ni timu ya Watanzania wote. Ni timu ya walipa kodi wote. Kwa lugha nyepesi, ili tusimvuruge mtu. Hii ni Taifa Stars iliyochangamka. Hii ni Taifa Stars iliyochangamka. Kwenye ngazi ya vilabu. Yaani Taifa Stars, yaani na dunia kwa ujumla, ni Taifa Stars iliyofanya nini? Iliyochangamka. Yaani kwa lugha tu ile nyepesi. Ili kwa sababu mtu anakuambia TRA ni timu ya Watanzania wote, walipa kodi wote, haelewi. Yaani nikisema, kwa hiyo tukisema Taifa Stars iliyochangamka, sisi leo tukisema tunaenda kutumia uwanja wa Amani, tunatumia Zanzibar. Tunakwenda kutumia sijui Mkapa tunatumia. Sijui Chamazi, yaani kote, kwa sababu ni timu ya, kwa sababu hata wao uwanja Chamazi wenyewe wale ni walipa kodi. Wale ni Watanzania ambao TRA inawahusu moja kwa moja. Sawa Ukienda sijui Singida wale ni walipa kodi. Na TRA inawahusu moja kwa moja. Ndio maana ya timu, ndio maana nasema kila mahali sisi ni kwetu na popote ambapo tunaweza kwa, lakini ile sasa inakuja once kwamba TRA tunasema makao makuu yetu ni wapi? Ni Arusha. Uwanja upi TRA wanatumia? Tukisema uwanja wa nyumbani. Ndio maana pale hata ukiangalia kwenye ratiba ya bodi ya ligi, TRA United Sports Club dhidi ya Singida ni Shamri ya Bedi. Si ndio? Kwa hiyo huwezi ukasema TRA United Sports Club dhidi ya Singida viwanja vyote ndio ukaandika pale. Hiyo umechagua. Kwa hiyo lazima tuwe na kiwanja kimoja specific kama kanuni inavyohitaji. Kwa hiyo kwa hilo pia ndio timu ambayo itakuja kujenga uwanja bora wa kisasa zaidi. Yaani ule Trafford, Al Ahly kule viwanja vyote vitakuwa yaani vitakuja vinafanya case study TRA Barcelona pale. Mwagara wote kula unajua kufanya case study. Nimekuwa nikikusikia kwenye baadhi ya press zako unazungumzia TRA na kuipatia sifa kwamba TRA ndio timu namba 1 barani Afrika. Ni sahihi kabisa. Yaani unapata wapi ujasiri wa kuzungumzia TRA kwenye mapana kama yaani unajua sisi kwanza kimataifa haijawahi. TRA kwanza haina watu ambao ni masamjo. Masamjo na maanisha nini? Hiyo ndio wewe sasa, wewe nenda kagugu. Hakuna timu ni masamjo kwetu. Yaani sisi wachezaji mishahara. Hivi unajua tukisema ni timu kubwa barani Afrika, usiangalie tu makombe. Angalia nini ambacho timu inafanya. Si unaelewa? Yaani angalia ile timu ipo katika hadhi gani. Sawa? Yaani sisi ndio timu pekee ambayo inalipa bonus nyingi wachezaji wetu. Sisi ndio timu pekee ambayo inalipa wachezaji mishahara kwa wakati. Yaani tarehe 25 akaunti imesoma. Sisi ndio timu ambayo wachezaji wanasafiri kwa raha mustarehe. Si unaelewa? Yaani sisi ndio timu ambayo TRA sisi ndio timu ambayo ukizungumza yani hakuna mchezaji ambaye ana shida yoyote. Shida ndogo ndogo. Hakuna. Yaani sasa ndio maana nakwambia ndio maana ya timu kubwa. Leo hii ndivyo watu watawauzi kusema. Simamisha timu hii na timu hii, alafu isimamishe na TRA. Kwanza hata ukiangalia afya za wachezaji wamenawiri. Hawajazeeka, yani wewe mwangalia Chebwedo. Unaweza kusema under 20 yule. Unaelewa? Unaweza kusema yule ni under 20. Si unanielewa? Kwa hiyo ni sisi ni ukisema timu kubwa ni timu ambayo inajiweza kujimudu kwenye kila kitu. Kwa hiyo watu wengi wanatamani kuwa kama TRA. Timu nyingi zinatamani kuwa kama TRA. Lakini ndio kitu ambacho haiwezekani. Unawaahidi nini mashabiki na wapenzi wa klabu ya TRA United, kwa sababu ndio TRA ni klabu nzuri, lakini kwenye mafanikio bado kuna timu ambazo hazijafikia. Kwenye mafanikio timu gani tu, yani hatujawafikia kwenye nini? Simba, Yanga. Kuwafikia kwenye nini? Labda tunaweza tukasema tunatofautiana, wao wana makombe. Wameshiriki michuano ya kimataifa, sisi bado. Lakini sisi TRA unaizungumzia
ndio ina msimu miwili kwenye ligi kuu. Kwani yani ikiwa kama Tabora United ina misimu mitatu. Kwani ikiwa kama TRA ina msimu huu mmoja. Sasa ingelikuwa TRA ipo katika miaka hiyo ya uhuru. Maana hizi unazozungumzia hapa zipo katika miaka hiyo ya uhuru. Mimi nahisi kwa tungekuwa tuna mafanikio makubwa zaidi ya ambayo wao wanayo. Mwagala, kwani malengo ya TRA msimuni yake kuchukua ubingwa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Nafasi ile ni namba, yani ni sawa sawa. Siku hizo wanasema namba ni nini? Age ni just a number. Just a number, sio? Kwa hiyo ni just msimamo, lakini kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kabisa tunachukua. Tunachukua sio tu ubingwa. Hata kombe la michuano ya CRDB Bank Federation pia tunachukua. Au mnachukua triple. Kuna kombe lingine lolote ambalo mpo labda mnaweza mkachukua? Hakuna kombe. Tunazungumzia ligi kuu. Labda kama kwa sababu kombe la muungano hatushiriki. Si ndio? Hatushiriki kombe la muungano. Tungekuwa tunashiriki ile pia tungelibeba. Lakini ndio hivyo. Kwa unawathibitishia watu wanakutazama kwa sasa kwamba TRA kuchukua ubingwa wa ligi msimuni uhakika. Mapema kabisa, mapema. Sawa. Baada tumalize na Magala, muda umekimbia. Magala, tunatamani tupe ratiba na maandalizi mazima kuelekea mchezo wenu dhidi ya Singida Black Stars ambao utapigwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid mpaka sasa. Mambo yamekaa vipi? Maandalizi yanaendelea kama ambavyo nimezungumza awali. Maandalizi yanaendelea na yanaendelea vizuri chini ya kocha mkuu Etienne Ndairagije. Mpaka sasa hakuna ripoti ambayo labda tuna changamoto hii na hii, hatuna. Kila kitu kiko vizuri na niwaambie wana Arusha. Maandalizi kwetu yako vizuri sana. Lakini kubwa zaidi hatutaki kuangusha wana Arusha. Tunakwenda kuanzia pale ambapo tumeishia katika mechi ya mwisho tuliocheza hapa mkoani Arusha kabla ya kusafiri kuelekea jijini Dar es Salaam. Okay. Mimi swali langu la mwisho tu la kizushi. Una nini cha kumwambia Hussein Masanza kuelekea mechi dhidi ya Singida? Akaribu turinyu ndoa. Akaribie turinyu. Yuko kwenye ndoa? Akaribie turinyu ndoa. Nimeona kwenye baadhi ya post. Maana mimi talaka mimi ndo nilimwacha. Mimi nilimpa talaka moja. Mbona Masanza huwa anasema alikupigia? Semaji handsome. Mimi ndo nilimpa talaka moja. Kwa hiyo ana nafasi Semaji handsome ya kurenew ili talaka moja ile ifutwe basi tuweze kurudi kama mwanzo. Sawa, bana, tulikuwa na Christina Mwagala, afisa habari na meneja wa mawasiliano wa klabu ya TRA United ambayo imekita kambi yake hapa jijini Arusha, na tumemsikia amezungumza mambo mengi sana kuelekea mchezo dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia mchezo wa Simba Sports ambao utapigwa siku ya tarehe 9. Michezo yote hii miwili itapigwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Ametema cheche nyingi na amezungumza kwamba TRA ndio timu ambayo kwa sasa ni bora zaidi Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla kutokana na yale mengi ambayo wameendelea kuyafanya. Christina, kwa kumalizia, wanakutazama mashabiki na wapenzi wa klabu ya TRA United kutokea Arusha, chochote cha kuambia ukiwa unaondoka? Ninachopenda kuambia, tupo katika wiki kuu. Jumapili Pasaka tunakula Sheikh Amri Abeid. Na pilau tunakula Sheikh Amri Abeid. Kwa hiyo watu tujiandae. Kuanzia Ijumaa na Jumamosi nitakuwa mtaani kuzungumza na wana Arusha, kufanya hamasa kwa ajili ya mechi yetu ya siku ya Jumapili, lakini pia tutazungumza kuhusiana na viingilio vya mechi hiyo. Tutakuwa na viingilio vya kiasi gani ili kwenda kuishuhudia TRA United Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo naendelea ku appreciate wana Arusha kwa namna ambavyo mmekuwa mkitusapoti katika michezo yetu yote ya nyumbani, lakini pia na hata ile ambayo tumekuwa tukicheza nje ya mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo mimi ambacho naamini tunawaahidi kwenda kuwapa zawadi ya Pasaka. Na unajua hii weekend ni ndefu, kuanzia leo Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Almost kama siku 5. Kwa hiyo katika hizo siku 5 timu pekee ambayo inaweza kukupa furaha na kukupa package nzuri ya siku ya Pasaka basi ni TRA United Sports Club. Lakini pia niwaambie Watanzania wote, tunawakumbusha kuendelea kulipa kodi, na kulipa kodi ni tunasema kwamba ukilipa kodi umechangia maendeleo katika nchi yetu. Tunaona tunakuwa na mambo mengi mazuri katika nchi yetu ambayo tunafanya. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya mambo makubwa. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kama Watanzania tuendelee kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Na TRA tunasema kodi yetu, maendeleo yetu. Ukinunua dai risiti na ukiuza toa risiti,
kwa sababu ndani ya risiti yako ndio kuna kodi ambayo inaleta maendeleo katika nchi yetu. TRA kwa pamoja tunajenga taifa letu. Pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Amos Makalla ambaye ni mlezi wa timu ya TRA kwa support kubwa amekuwa akitoa ya kuhakikisha kabisa kwamba ndani ya mkoa wa Arusha TRA tunapata ushindi katika michezo yote ambayo tunacheza hapa kwa maslahi mapana ya mkoa wetu wa Arusha. Asante.